tangia alivyojua hajawahi kabisa kuenjoy tendo la ndoa. Yani kiuhalisia ni kwamba hajawahi kushiriki tendo la ndoa akapata hisia kama wanawake wengine wanavyohadithia. Yani amekuwa tu kwake ni story, kila siku anasikia kwamba tendo la ndoa huwa lina raha sana, lakini yeye kwake inakuwa ni kwamba kama kero tangia ameolewa, yani tangia alipoanza yeye kushiriki tendo la ndoa. Ukweli ni kwamba huwa kwa wanawake wengi huwa wanashiriki tu, wengine kwa sababu huenda hapo kwenye mahusiano, wengine kwa sababu wapo tu ndani ya ndoa, kwa wanatimiza tu ile sheria ya ndoa, ila uhalisia ni kwamba hawaenjoy ile tendo. Na ni sababu nyingi sana ambazo zinazopelekea hii hali. Ni kwa sababu kwa wengi wao huwa ni wasiwasi, ni hofu. Mwingine alibeba trauma za tangia utotoni zinazopelekea asifurahie, au akikumbuka tu kushiriki tendo la ndoa anajikuta anaanza kuimagine zile trauma ambazo zilimtesa kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tunaposema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama, simaanishi kwamba programu hii inahusisha matumizi ya dawa. Ninamaanisha kwamba tunaingia kwenye therapy ambayo itamsaidia mwanamke huyu aweze kufanikiwa kiurahisi zaidi, hata kama anakosa hisia za tendo la ndoa, lakini pia anapofika hali ya kwamba anateseka changamoto za kihormoni ambazo ndo zimeshusha ule uwezo wake wa kikawaida kubeba ujauzito, ambazo zimeshusha ule uwezo wake wa kushindwa kupata hisia kama inavyotakiwa. Kupitia programu na mwongozo huu umeshawasaidia wanawake wengi sana, na nina imani hata wewe kama utaamua kusimama, basi utafanikiwa kubeba ujauzito kwa haraka zaidi, na zile hisia zako kama zilivyokuwa zamani vitarudi kawaida.